Oasis Village Club wamekuwa washirika wakubwa sana pamoja na EFM, lakini Sebo alikuwa kiunganishi kikubwa sana. Kwenu kama Oasis, Sebo alikuwa kama nani? Mr. Sebo alikuwa kwetu sisi kiungo kikubwa sana kilichosaidia mahusiano yetu sisi na EFM yaendelee kwa miaka yote. Sisi tumekuwa tukifanya kazi na EFM, ni mwaka wa 4 na yeye alikuwa nasi tangia mwanzo. Alitusaidia sana kuanzisha mahusiano na mpaka leo hii tupo pamoja. Amekuwa nasi hata tukiandaa mashindano ya mpira wa miguu, amekuwa akija kufanya mazoezi pale Oasis, akihamasisha wafanyakazi wenzake waje kufanya mazoezi pale Oasis. Kwa kwetu sisi alikuwa ni mwanafamilia wa Oasis mkubwa sana. Ni kitu gani ambacho kama taasisi tutasema kwa kweli jambo hili litaishi milele na milele ambalo Sebo pengine ana mchango wake? Ligi ya kwanza sisi ya mpira kuifanya pale Oasis alianzisha yeye na aliorganize yeye, na tunafurahi kusema mpaka leo tunaiendeleza, na tunaona kwamba tutakuwa tunaendeleza hizi ligi kila mwaka kwa ajili ya kumbukumbu yake. Kwa hiyo ni ile hamsha aliyokuwa nayo juu ya michezo, juu ya fitness, juu ya afya, ambayo imetusaidia na sisi kufikiria nje ya kawaida yetu, kutafuta jinsi gani ya kuweza kuhamasisha watu wafanye mazoezi zaidi. Kwa hiyo tutaifanya kuendelea kwa kumbukumbu ya marehemu. Utendaji, tunafahamu kwamba nyinyi ndio watunza kumbukumbu Tanzania nzima. Labda namna ambavyo mlikuwa kiutendaji mkifanya kazi na EFM mlikuwa mkifanya vipi? Asante. Sisi habari zetu za mikutano, mafunzo, kuelezea jamii juu ya umuhimu wa utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka tumekuwa tukifanya zaidi na EFM pamoja na vyombo vingine vya habari. Lakini mkurugenzi hakuwa tu mtu ambaye anatutaka pale tunapohitaji kupata habari au kutaka habari yetu iende juu ya jambo fulani. Amekuwa pia mshauri. Anatushauri kwamba mkitaka chama chenu kisonge mbele, mnatakiwa kufanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo sisi tunamkumbuka kama mshauri, lakini zaidi ukarimu wake. Kwa sababu kuturuhusu sisi Trumpa, ukizingatia kuna vyama vingi sana vya kitaaluma na kijamii, lakini kukubali kufanya kazi na sisi na kutuingiza kwenye redio yake, hiyo kwetu sisi ilikuwa heshima kubwa. Poleni sana. Asante sana.